Hapa kuna masala matatu. Swala la kwanza, huyu ameulizia ni swala linahusiana na test tube baby, yaani mwanamke amefika kwenye umri ambao kwamba haiwezekani tena kuzaa, yaani daktari amwambia wewe umri huu huwezi tena kupata mtoto kwa sababu mayai yako hayawezi au hata kama yuko kwenye umri ambao kwamba sio wa kufika kutozaa tena, lakini madaktari wamepitisha kuwa yeye mayai yake hayawezi kupatisha mtoto. Je, aweza kwenda kuwekwa yai la mwanamke mwingine? Mume wake uko sawa sawa, tatizo liko kwake yeye tu katika yai. Hairuhusiwi, hairuhusiwi kuchukua yai la mwenzako ukalichukua wewe. Hairuhusiwi kufanya fertilizer baina ya maji yako na maji ya mumeo kisha ukaweka kwenye uzao wa mtu mwingine. Hairuhusiwi. Maji ni yenu nyi wenyewe, yakatukuliwa maji ya mume na maji ya mke yakafanywa fertilizer kisha yakenda akawekwa katika uzao mwingine ambao wenyewe wanaita arrahimul musta'ar, ni haramu. Kadhalika wewe pia kuwekwa yai la mtu mwingine ni haramu, hairuhusiwi. Au mke kuwekwa maji ya mume mwingine pia ni haramu, hairuhusiwi. Inaoruhusiwa ni kutukuliwa maji yako na maji ya mume wako yakafanywa pengine uzao wako hauwezi kufanya fertilizing, yakafanywa fertilizing kisha yakarudishwa kwenye uzao wako wewe mwenyewe, lakini baada ya kuhakikisha kwamba yale maji yalikuwa ni ya mume ambaye amekuoa wewe na maji ya mke ambaye wewe umeolewa na yule mwenye maji ya kiume, kisha yakawekwa kwenye uzao wako, hii haina neno, yaruhusiwa. Suala la pili asema amesilimu leo na leo ndio siku ya kwanza Ramadhani. Je, aruhusiwa kufunga? Lau ingekuwa amesilimu hajawahi kula, ni haramu kula mtu kama huyu. Mtu ambaye si Muislamu akasilimu kabla hajala, ni haramu kula. Mgonjwa amepoa kabla hajala, ni haramu kula. Msafiri amepoa, msafiri amefika mjini kabla hajala, ni haramu kula. Hawa watatu, mtu si Muislamu akasilimu baada ya kula, ni uzuri ajizuilie. Mgonjwa amepona baada ya kula, ni uzuri ajizuilie. Msafiri amefika mjini baada ya kula, akifika mjini ni uzuri ajizuilie. Swala la tatu, wamemkuta mtu amekufa baharini. Je, ni lazima wamuogeshe? Ni lazima wamtilie nia kabla hajatoka katika yale maji, kwa sababu kuwekwa kwenye maji hakujiosha. Mtu hawezi kujiosha yeye, kwa sababu maiti ni lazima aogeshwe, sio maiti apigwe na maji. Lau tukamtukua maiti tukamweka katikati ya mvua, ile mvua ndo yenyewe mvua kiyenyewe wenyewe, bado hajawa ameoshwa, mpaka iwe ni bifi'li alfa'ili. Lau tukamwona mtu ameoshwa na malaika, tukawaona swa malaika, mpaka tufanye sisi. Lau mtu alikuwa akilea majini, wale majini wakasema tuwateni sisi, tutamuosha, mpaka tumuoshe sisi. Kwa hiyo ni pale pale majini tu tutamtiliania, hata kama kumgusa tu azame kidogo, akitoka aendelee, haina neno. Naam. Hapa kuna swala limeulizwa, mtu akiomba talaka lazima arudishe mahari? Si lazima, ila mume akitaka. Si lazima, ila mume akitaka kwambia niregeshee mahari yangu, hapo utamregeshea. Ikiwa huna sababu ya msingi, basi tu humpendi ule mume, umechoka naye, waweza ukamwomba talaka. Na si lazima, ila mume akwambie mimi sikuati mpaka uniregeshee mahari yangu. Na napenda niwafahamishe wanaume, musiwe wajinga, na nyi wanawake musinyanyaswe na wanaume. Saa ingine mke humwambia mume niacha, mume akamuacha, kisha mume akarudi baada ashamuacha akamwambia nataka na mahari yangu. Ukisha kumuacha huna haki ya kudai mahari. Basi kama uniregeshe mahari na mimi ile talaka nimeirudisha, hairudi. Talaka ukisha kuitoa hairudi.
ilikuwa wewe una haki, mke amekuomba talaka, kabla hujamuacha umwambie nataka unipe mahari yangu, yani akulipe mahari yako ndio umuache, au mwambie ukinipa mahari yangu ndio talaka yako. Hii yaitwa talaka khul'i. Mwingine ameuliza hapa, nini hukumu ya mume anayeendeshwa na ndugu zake kuhusu mkewe? Huyu mume ikiwa yuwaendeshwa kuhusu mkewe na ndugu zake, makosa ni ya mume wako, usiwalaumu wale ndugu, kwa sababu ilikuwa aweza kusema mimi Izzuddin, hakuna wezao kuniingilia kuhusu mke wangu, hata wazee wangu, nazungumzia kisharia. Hakuna weza kunambia mke wako mfanye hivi, mke wako mfanye hivi, nikifanya huwa ni mimi. Mke wangu hana haki kusema ni yule mama ndo mpelekesha vibaya, sababu mimi sikuwa nina wazimu, wala mimi si mtoto mdogo. Kwa hiyo kwani mimi nikiambiwa tukua mke wako mpe fulani alale naye, nitafanya hilo? Kwa hiyo kosa si la wale wanaompelekesha, kosa ni la hoyo mume wako. Na kama wao wameweza kumpelekesha, kwa nini wewe mke na wewe washindwa kumpelekesha? Manake mara nyingi huwa ni kinyume, kwamba ndugu wazazi hushtakia kwa huyu mume ametawaliwa na mkewe, asemalo mke hewallah. Kwa hiyo ajabu wewe mke, wewe umeshindwa na ndugu. Wajua hakuna kitu kichenye pawa kwa mume au kwa mke kama wao wawili. Mume ana pawa sana kwa mkewe na mke ana pawa sana kwa mumewe. Ukimwona mume ameshindwa na wengine, sema mke wangu hupelekeshwa na mamake, hupelekeshwa. Ulikosea wapi wewe mpaka apelekeshwa na wengine? Leo sisi tunajua kuna watu wameolewa, wazazi walikuwa hawataki, na wazazi wamemlea ule mtoto miaka 20. Leo mtoto hataki kusikia ya wazazi, aona wazazi ni maadui kwa mume aliyojitokeza siku moja tu akamwambia I love you. Kwa hiyo wewe mume mmeshaoana, mumeshalala, mumeshatangamana, umekosea wapi? Tafuta wewe mume umekosea wapi mpaka mkeo apelekeshwe na wazazi wake, na wewe mke tafuta umekosea wapi mpaka mume apelekeshwe na ndugu zake. Kwa hiyo kosa si la ndugu, kosa ni lako wewe mke. Kwa nini na ukiona kwamba hakusikilizi, basi hajaamua kuwa mumeo kisawasawa, bora ujitenge. Suala lingine ameuliza hapa, asema, je, yafaa kuogelea mchana wa Ramadhani, kama ni baharini, kama ni mtoni, kama ni swimming pool? Tutakwambia yafaa ikiwa utakuwa na hakika kuwa maji hayawezi kupita mdomoni, maji hayawezi kuingia puani, maji hayawezi kuingia mashikioni, maji hayawezi kuingia kwenye tupu. Manake imethibiti kwamba mtu anapotokwa na upepo akiwa ndani ya maji, ile kutokwa na upepo tu ukitoka, kisha kuna kitu cha vuta kidogo. Kwa hiyo maji yaweza kaingia wewe bila usijue, bora usiogelee. Lakini ukiona hakika, ujue maji yakipita hata kwa bahati mbaya, madamu uliogelea, sio umeanguka majini, umeanguka hiyo masala mengine, lakini la umekwenda ukaogelea, maji yakivuja hata kwa bahati mbaya, makosa ni yako, saumu imepotea, saumu imebatilika. Swala lingine ameuliza, nini hukumu ya kucheza mpira? Yategemea wacheza vipi na kwa lengo gani na kwa namna gani. Kuteza mpira kama matezo, kwamba uweke mwili uwe na nishati, sawa, lakini ikiwa kuna kubit, kufanya kamari, haifai. Ama hakuna kamari, wewe wacheza kwa namna ambayo kwamba haisababishi kutukanana, haisababishi kupoteza nyakati za swala, haisababishi kuteza uchi, haisababishi mtangamano wanawake na wanaume, hakuna makosa. Na ukilipwa, yategemea pia ikiwa wafaa namna utezavo, na yafaa malipo utuku wao. Ikiwa ni kama hii mipira itezwao kwenye
ma TV na nini, hizi timu sijui kina Simba na Yanga sijui na timu gani, hizi zote hazifai, ni haramu, hazifai, ni haramu. Sijui kina Gor Mahia, sijui kina Bandari, sijui kina yote haya, kwa sababu kuna kamari ndani yake, kuna watu kutoka uchi, kuna kutangamana wanawake na wanaume, au hizi timu za Ulaya hazifai kuteza, na sisi hatufai kuwa ati tuna timu yetu. Unajua, unaposema mimi na timu yangu, ina maana na wewe umekubali kila ikiwa kuna dhambi pale, na mimi nipeni. Kama mimi nasherekea kuwa nimefunga, jua nasherekea kuwa umepata madhambi. Na mimi nimepata madhambi. Na mimi nimepata madhambi. Ndio maana yake. Je, nikipata pesa nafaa kujenga msikiti? Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Mungu ni mzuri na yeye hakubali ila kizuri. Kile kizuri yeye ndo Mwenyezi Mungu anachokikubali. Hakikisha humpi Mwenyezi Mungu ila kilokuwa safi, ila kilokuwa kizuri. Naam, tisona kuna masuala. Je, iko hukumu nini, hukumu ya Islamic Bank? Wajua hili suala ni fupi, lakini lataka taarifa ndefu sana. Ni mimi kusema kweli mpaka sasa sijaelewa hizi Islamic Bank zina misingi aina gani. Manake mpaka tujue tafsili yake ndo tuweza kutoa hukumu yake. Wenyewe wanasema alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Unapohukumu kitu ni kwamba unajua kiko vipi, chaendeshwa vipi, chapelekeshwa vipi. Jina halitoshi kuwa laitwa Islamic Bank. Je, muamala unaofanyika, wananunua kitu, wanakuuzia wewe kitu baada wao kukinunua, na wakikuuzia, wakikuwekea muda, haibadiliki ile bei, hakuna bai'a fi bai'ataini, maana ukilipa kwa mwaka mmoja bei hiyo hiyo wanasikilizana, ya mwaka mmoja ni milioni kadhaa, ikiwa kwa miaka miwili utalipa milioni kadhaa, ikiwa miaka mitatu. Ikifika ile miaka miwili ukishindwa kulipa, watafanya nini? Je, watakiuza kwa thamani inayohitajika au watakiuza kwa thamani watakayo wao? Ni masala mengi ya kuziuliza hizi Islamic Bank. Na nakumbuka mimi kama Izzuddin niliwahi kuhudhuria moja katika benki hapa Mombasa, lakini ilikoma kuhudhuria benki hiyo tu. Tulipoijadili tukaonekana sisi kama tumeenda kuwapinga, na hatukwenda kupinga, tumetaka kukinaishwa, lakini ikawa masala yetu yakawa ni mazito kwa wao, hatukualikwa tena. Hata kuna mmoja juzi kabla ya Ramadhani alinipigia simu, nikamwambia sawa, lakini kwa sharti moja, mimi sikubali kualikwa mahala kwenye maelezo nisiulize, nisidadisi, nisifanye tafsiri. Akaniuliza kwa mfano, nikamuuliza kwa mfano masala kadhaa, naona hakurudi tena. Akanambia basi tutafurahi, manake tutaka tujue uhakika. Hakurudi tena mpaka wa leo. Sasa hizi Islamic Bank tunataka tuwe na tahadhari nazo, tusisikie tu ni shekhe fulani ndo anasimamia, tupate uhakika wa maelezo ya kiundani ya kisawa sawa. Tunatakiwa tuche Mungu sana katika masala kama haya. Masala ya pesa na masala ya abdhaa, ndoa, haya yatakiwa watu wamwogope Mungu sana katika masala kama haya. Ameuliza huyu mmoja suala la sikitisha sana. Ikiwa imetukia jambo kama hili ni hatari sana. Mtu alisilimu kisha akatoka kwenye Uislamu akarudi tena Ukristo, na yeye amesikia mtu akisilimu hufutiwa dhambi zake zote, lakini akarudi kwenye Uislamu. Akatoka kwenye Uislamu akarudi kwenye Ukristo. Mujarrad wa kurudi kwenye Ukristo amefutiwa thawabu zake zote. Wajua, mtu akitoka kwenye Uislamu thawabu zake zote hustop, madhambi yakawa yaendelea, lakini thawabu zote sio hazistop, hufutwa, hana.
ni kama hajawahi kufanya. Umekwenda hija, umekwenda umra, umefukua kisima, zote ahbata Allahu a'malahum, Mungu hupomosha zile mema yote, huwa zero kwenye mema, dhambi zimebaki pale pale. Kama kinyume, mtu alikuwa Mkristo akisilimu, dhambi zote hufutika, hana dhambi hata moja. Na mtu akiwa Muislamu akatoka kwenye Uislamu, thawabu zote hufutika. Sasa huyu alitoka kwenye Ukristo akaingia kwenye Uislamu, kisha akatoka tena akatoka kwenye Uislamu akaingia kwenye Kristo, maana alifuta thawabu zote, kisha akarudi tena. Je, atafuta? La, 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 la. Huyu ni yule ambaye kwamba alikuwa hajui Uislamu, akaujua Uislamu akaingia, ndo alislamu yajubu ma kabla. Ama yeye aliujua Uislamu akatoka akaingia katika dini nyingine kisha akarudi tena kwenye Uislamu, huyu hakuna kufutiwa kwake. Kwanza ile siku aliyokuwa kwenye Ukristo, kwanza ni lazima alipe ibada zote zilompita wakati yeye alipotoka kwenye Uislamu, na hafutiwi dhambi zote alozifanya, ziko pale pale, nakalan alaihi. Hii ni kumtilia tashdidi, usitoke ukiingia kwenye Uislamu, usitoke. Na mtu kama huyu hatufai kumsaidia kwa lolote, hatufai kumsapoti kwa lolote, hatufai kuwa karibu na yeye kwa chochote. Lifaalo ni kukaa ni kubaki mbali na yeye, ni kujitenga na yeye na kumnasihi peke yake. Swala jingine huyu ameuliza, mwanamke ameachwa talaka moja, lakini yuakaa na mumewe kwenye nyumba hiyo hiyo, mume hakutoka. Je, atajistiri vipi? Musiwe privacy tu peke yake, asikuingilie chumbani, lakini huyo ni mume wako, hafai kukushika, hafai kukugusa, lakini wafaa kumpikia, wafaa kumwekea chakula, wafaa kukaa naye nyumba moja, kulala kila mmoja alale kivyake, haina tatizo. Si lazima ufinike nyele, lakini usimvalie night dress wala kumvalia nguo za kumvutia vutia. Vaa kisawasawa, waweza kumake-up, haina neno. Pengine ya kutamani ukaomba, mke wangu mmekumiss, mwambie niregelee tu, basi haina tatizo. Lakini usimkimbie wala usizungumze naye kwa simu, zungumza naye ana kwa ana, asikuguse, usimguse. Mwingine auliza kwamba yeye yuwaswali kwa kukaa, lakini hawezi, lazima atetemeshe miguu, kwa sababu miguu asipoitetemesha itafanya ganzi au ya muuma. Ikiwa ile miguu ataitetemesha hali ya kuwa imeambatana na chini, haina neno, lakini ikiwa miguu iko juu juu ataifanya namna hii, haitofaa. Lakini ikiwa miguu iko chini atatetemesha hii sehemu ya magoti, haina neno. Swala lingine huyu ameuliza swala ya magharibi na kukaa tahiyatu tatu. Bali mimi nishazungumzia haya masala, na ndugu zangu tafadhalini nifuati. Siwaambii munifuate kwamba nataka niwe na followers wengi. Naambia munifuate ili munipunguzie haya masala nishayazungumza mimi. Ingekuwa watu wamenifuata kila darasa langu, tatizo mtu mpaka aone klipu yangu imekatwa mahala pengine, kisha aje aseme ustadhi, wewe mambo yako kuzungumzia wanawake tu, na yeye hafuati darasa zangu. Mimi darasa nyingi ni mambo ya swala, darasa nyingi ni mambo ya ibada, darasa nyingi ni mambo ya kumwogopa Mwenyezi Mungu. Lakini watu hukata zile klipu wapendazo wao, hawapendi mambo ya swala wala mambo kumwogopa Mungu wala kuwa karibu na Mungu wala kupata utamu katika ibada, hawazipendi hizo. Kisha nyinyi watu huja kunihukumu mimi ndio darasa zangu nyingi. Ni wao wamezikata, si mimi. Wewe ni hukumu mimi kwa darasa niloikata nikaeka kwenye channel yangu, sio channel ya mtu mwingine. Na napenda niwajulishe, channel yangu kwenye TikTok inaitwa Izzuddin Alwi Muhammad. Zile nyingine zote mimi nimeruhusu watu waweke channel kwa jina langu, haina neno. Channel yangu katika YouTube ni Izzuddin Alwi Ahmed. Kwenye Facebook Izzuddin Alwi Ahmed. Hizi ndo channel zangu. Zingine zozote nimeruhusu mimi, ila tu mtu asiweke unwani atakayo yeye, sio niloiweka mimi. Muogope Mwenyezi Mungu.
Usende ukaweka unwani au ukatukua klipu yangu kisha ukaweka na picha ya mwanamke, nitakwenda kukushtaki kwa Mwenyezi Mungu. Mimi sijaweka klipu yangu nikaweka na mwanamke pembeni. Ruhusa watu watukue klipu zangu, ruhusa watu, na usikate mada ukaiweka nusu, utakapo wewe iweke mada imekamilika. Sasa mimi masala kama haya nimeyazungumza kwamba waweza ukaswali magharibi ni rakaa 3. Magharibi ni rakaa 3, lakini magharibi hiyo ukakaa tahiyatu 4. Magharibi yenyewe ni rakaa ngapi? 3. Lakini wewe ukakaa tahiyatu ngapi? 4. Kivipi sasa? Wacha nikubainishie kivipi. Umekuja wewe ulipokuja ukamkuta imamu kwenye rakaa ya mwisho baada ya tahiyatu, rakaa ya pili baada ya kurukuu, yani imamu amesema sami Allahu liman hamida, rakaa ya pili, wewe ukafunga swala Allahu akbar. Imamu akaenda kasujudu, wewe ukasujudu na yeye. Imamu rakaa ya pili yuenda kukaa tahiyatu, wewe hata si rakaa ya moja hujapata hata rakaa. Imamu atakaa tahiyatu na wewe utakaa tahiyatu. Imamu amekaa tahiyatu rakaa ya pili, wewe umekaa tahiyatu si rakaa hata moja. Imamu atainuka kwenye ile tahiyatu na wewe utainuka. Imamu uko kwenye rakaa ya 3, wewe ndio uko kwenye rakaa ya kwanza. Imamu atakwenda kukaa tahiyatu rakaa ya 3 na wewe utakaa tahiyatu ni rakaa yako ya kwanza. Kwa hiyo rakaa ya kwanza, lakini tahiyatu umezokaa ni ngapi? Ni 2. Ukiinuka wewe ni rakaa yako ya pili, ukenda utakaa tahiyatu ni rakaa ya pili. Rakaa ya pili, lakini ushakaa tahiyatu ya ngapi? Ya 3. Bado na rakaa yako ya 3 utakwenda ukae tahiyatu. Kwa hiyo magharibi na rakaa 3, lakini umekaa tahiyatu ngapi? 4, hata si 3. Haina neno. Magharibi na rakaa 3, lakini wewe umekaa tahiyatu 4. Haina neno. Ni lazima uwe namna hiyo kwa sababu umemfuata imamu. Naam. Kuna swala huko. Kablia ya dhuhuri. Adhuhuri na kablia rakaa 4 na ina baadia rakaa 2 ni muakkada na rakaa 2 ni ghairu muakkada. Ama rakaa 4 kabla yake ni muakkada zote 4. Zitaswaliwa vipi hizi 4 kabla ya dhuhuri? Kuna namna 2 Mtume sallallahu alaihi wasallam akiziswali. Namna 3. Akiswali kwa tahiyatu 2, yani akiswali tahiyatu ya rakaa 2 kisha rakaa 2. Pia akiswali rakaa 4 kwa pamoja kwa tahiyatu 2. Yani akikaa tahiyatu ya kwanza lakini hapigi salamu, yani akiswali kama anavyoswali ya dhuhuri. Pia imethubutu Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa 4 hizi alikiziswali kwa tahiyatu moja tu. Yani rakaa pili alikuwa hakai tahiyatu, akiinuka moja kwa moja. Pia imethubutu Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali namna hii. Kwa hiyo uzuri siku moja waswali kwa tahiyatu 2, siku moja waswali kwa tahiyatu moja tu ili upate ujira zote. Huyu ameuliza sasa mtu umekosa jamaa, inafaa kutia udhu choni kwa wataka kuoga janaba? Mtu akakosa jamaa, je, atasoma kwa sauti? Yani swala ya magharibi, swala ya alfajiri, swala ya isha, ikiwa huswalishi jamaa hutoi sauti, utasoma kwa siri. Kadhalika mtu aweza kutia udhu choni akiwa uchi, kama atakuoga janaba, ima mwanzo atie udhu kisha oge janaba, au uzuri mwanzo aoge janaba kisha atie udhu. Haina neno, si makosa kutia udhu choni ikiwa uchi, si makosa. Huyu ameuliza mwanamke ana deni la Ramadhani hajalilipa, je, aweza kuendelea na Ramadhani hii? Naam, ataendelea, kisha Ramadhani itakayokuja atalipa, lakini plus fidia kila siku ile ambayo kwamba hakufunga, atatoa nusu kilo ya chakula, nusu kilo ya kila siku moja, nusu kilo ya chakula kila siku moja. Na waweza hizi nusu kilo kama wadaiwa mwaka jana ukazitoa in advance. Swala lingine hapa ameuliza hukmul hamil wal murdhi'a. Katika watu walioruhusiwa kula ni mwanamke akiwa na mimba
au mwanamke akiwa yuanyonyesha, mwanamke akiwa na mimba au akiwa yuanyonyesha. Nisikizeni kwa makini hapa. Mwanamke akiwa na mimba au akinyonyesha ana hali moja katika hali mbili: ima aogopa akifunga yeye atadhurika, yani mwanamke aseme, si mimi, mwanamke aseme mimba hii nilo nayo na nifunge, naweza kupata madhara, naweza kupata sukari, naweza kupata presha. Ni yeye amejiogopea yeye mwenyewe. Ima aseme mimi niko sawa, naweza kufunga, haina neno, lakini naogopea huyu mtoto tumboni, nikifunga aweza kwa sababu hatopata chakula, hatopata chakunwa. Basi hali ni moja katika mbili: kujiogopea yeye peke yake au kumwogopea yule mtoto, au zikusanyike zote mbili, yeye mwenyewe yuajiogopea na mtoto pia yuajiogopea. Sawa? Na mwenye kunyonyesha hukumu ni hiyo hiyo. Mimi nikitofunga mtoto atakosa maziwa. Sasa yeye yuwala kwa sababu ya mtoto kupata maziwa, si yeye. Mimi nisipokula na mimi nanyonyesha, kunyonyesha yataka afia, mimi nikifunga nitakuwa sina afia, aogopa yeye. Au akashirikisha, mimi nikitofunga mimi nitadhurika na mtoto atakosa maziwa. Kila moja na hukumu yake. Wakati mwenye mimba, wakati anayenyonyesha, ikiwa aogopa kwa ajili ya nafsi yake peke yake, huyu moja kwa moja atalipa na hana fidia. Atalipa na hana fidia, yani atazilipa zile siku basi. Lakini wakati ikiwa yuamwogopea mtoto peke yake, mimi sina neno lakini mtoto tumboni ataumia, mimi sina neno, mtoto maziwa hatopata kwa wingi, huyu akilipa atatoa fidia. Kwa khulasa, in short, yoyote atakayekula kwa ajili ya mwenzake, huyu atalipa na fidia kwa juu. Kwa mfano, umekaa kwenye ufuo wa bahari, uko baharini au mumeenda baharini, ukaona mwenzako yuwazama, ukasema mimi siwezi kumwokoa kwa sababu mimi mwenyewe saumu imenibana, ngoja mwanzo ninwe maji. Ukanwa maji, lakini wewe umekula kwa ajili ya kumwokoa mwenzako, wewe wakati wa kulipa utalipa na fidia juu. Yoyote atakayekula kwa maslahi ya mwingine, lazima wakati wa kulipa atoe na fidia. Fidia ni chakula unachokula wewe mchana kila siku nusu kilo. Mathalan, mumekuwa barabarani mkaiona gari imepata ajali, mwataka kuiokoa, lakini taabu, shida, ukala kwa ajili ya kuwasaidia wenzako waokoe katika ile ajali, tutakwambia huna madhambi, lakini wakati wa kulipa utatoa na fidia. Naam, tusona basi hapo. Ameuliza huyu suala, amekuja kutembelewa na mgeni, ni Muislamu lakini kaja ni mgeni. Je, afaa kumpikia chakula ale? Ni mgeni, si Muislamu. Ni Muislamu, mgeni Muislamu amekuja kukutembelea, lakini hakufunga kwa sababu yeye ni msafiri. Je, wafaa kumpikia? Usimpikie. Kama yeye atajipikia sawa, wewe usimpikie. Kama yeye atajipikia umkatazi. Ikiwa alikuwa ameshakula, muate, atakakunwa maji muate, lakini usimpikie. Na pia napenda kutanabahisha, kila tukiweza hawa wafanyikazi wetu majumbani ambao si Waislamu, tukaweza kuwapa chakula usiku au kuanzia kabla ya mwezi wa Ramadhani, au tukamwambia hichi chakula chenu katika Ramadhani yote mutajisoti nyi wenyewe, au usiku mwambie haya, toa chakula chako, mtana atakuwa atakula yeye mwenyewe, hakuna tatizo. Lakini tusiwapikie mchana wala kuwauzia chakula mchana Ramadhani. Na ndugu zangu, lazima tuwaambiane ukweli, tunatakiwa tuwe na imani.
Usiseme mimi riziki yangu napata hapo kuwauzia watu chakula mchana wa Ramadhani, haifai. Kwa sababu sisi madhehebu yetu sisi Imam Shafi haifai kummakinisha hata kama si Muislamu kula mchana wa Ramadhani, ingawa wako baadhi ya wanazuoni wanaosema kwamba wao hawaambiwi musile, wanaambiwa silimuni, mufunge. Wengine wakasema si makosa, si madhambi, si vibaya, lakini si uzuri kummakinisha. Ila Muislamu hatufai kumpa nafasi ya kufanya kula chakula. Huwezi kufai kumuuzia chakula mchana wa Ramadhani ambacho tayari kimepikwa, alokuwa ni Muislamu, hasa ukijua ukimuuzia atakula. Kwa hiyo huyu mgeni simwambie, asiwakwambie shemeji nibandikie na mimi chai, mwambie kabandike mwenyewe, mimi nimefunga. Hapo atakusamehe, ngojea magharibi. Naam, swala la pili, huyu ameuliza mwanamke aliachwa na mumewe, lakini kwenye eda akatoka chembechoe mwenyewe, yani alizini. Zina haiharibu eda. Narudia tena, zina haiharibu eda. Inaoharibu eda ni mimba. Zina haiharibu eda. Mwanamke akiwa kwenye eda akitoka akaenda akatembea na wanaume 100, madamu hakupata mimba, eda litamalizika muda ule ule. Akipata mimba, lile eda litastop mpaka izaa ile mimba, kisha ndo litaendelea pale lilipobakia. Zina haiharibu eda. Eda litabaki pale pale mpaka amalize eda, atamaliza lile eda. Ila mimba inastopisha lile eda la kawaida mpaka azae ile mimba, kisha akimaliza kuzaa ndo ataungamanisha ile eda amalize. Huyu ameuliza mume alimwandikia mke talaka kwa hasira. Baadaye akajua kwamba yeye aliandika kwa hasira, akamwambia nipe hiyo talaka, akaichana. Nini hukumu yake? Hangeichana ila kwamba ajua alitoa talaka. Hangeichana ila kwa ajua alikuwa talaka, lakini ilikuwa na hasira. Kwa nini ukiwa na hasira usimpe pesa? Mbona umempa talaka? Wewe una hasira, hujielewi, umetoa talaka. Tungesema yani hasira zimekupanda ukatukua pesa 10,000, shika. Pumbavu wewe. Na kwa kumtukana tungeulizana hapa, huyu mume ilikuwaje amempa pesa mkewe na matukano? Amekasirika, hajielewi. Lakini wewe hujielewi, umetoa talaka. Jamanini, talaka yatarajiwa kwenye hasira. Hakuna talaka yatarajiwa kwenye furaha. Wakati mume wako ana furaha akikuacha, ndo kwangu mimi uniulize. Yani mume wako amepata promotion kisha akasema mke wangu leo nimeongezwa cheo kazini, nimeongezwa mshahara, hey mashaallah, nimekuacha. Hiyo talaka ndo tunataka tuifanye nini? Tuiangalie, tuifikirie ilikuwaje. Lakini pumbavu wewe, mshenzi wewe, mjinga wewe, mamako hana adabu, mamako wewe, wanatukana mamangu, mmekutukania, mmekuacha, kisha alikuwa ni hasira. Ulikuwa unataka wewe talaka ipatikane wapi? Na hasira natija yake hasara. Kwa hiyo maadamu kuichana talaka haimaanishi kuwa haikupita, ishapita. Sasa wewe kama hajamaliza eda mregelee, amemaliza eda muoe tena, maadamu talaka ya 3. Naam, huyu auliza nini hukumu ya mume kufananisha mkewe sawa na mama yake mzazi? Basi mume akimfananisha mkewe na mama yake mzazi, hukumu yake hii yaitwa dhihar. Ikiwa hakufuatisha talaka baada yake, yani akamwambia mimi kulala na wewe kama kulala na mamangu, mimi kustarehe na wewe kama kustarehe na mamangu, kisha simwambie nimekuacha, hii huitwa dhihar. Sasa hapa kuna mambo, ima aache mtumwa huri akitaka kumregelea ule mke, hakuna watumwa, afunge miezi 2 mfululizo. Hawezi kufunga, si kwa hataki, hawezi. Itaamu 60 miskina, alishe maskini 60, kila mmoja ampe nusu kilo.
Lakini ikiwa hawezi kufunga, ikiwa hawezi kufunga, hatari. Na sawa akimfananisha na mamake, akifananisha na babake, mimi wewe mke wangu mimi wewe nakuona kama babangu, haina neno, pia ni dhihari. Au akaifananisha na mtoto wake, au akafananisha na sister yake, au na brother, au na yoyote ambaye kwamba huyu mume hafai kumuoa. Ukamfananisha mkeo, mwambie mimi kulala na wewe, mimi kustarehe na wewe, mimi kuishi na wewe, naona kama naishi na bradhangu. Bas ni lazima alladhina yudhahiruna au yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Mwenyezi Mungu ashaelezea wazi katika Qur'ani. Naam, mwingine hapa auliza samahani she, nataka kuuliza hivi, TikTok sio haramu? Maana imejaa wavauchi. Huyu ameuliza TikTok si haramu maana imejaa wavauchi. TikTok itakuwa ni haramu ikiwa wewe utaangalia hao walovauchi, lakini unaweza kubloki kila wavauchi, na unaweza kufungua kina Izuddin ukaangalia madarasa yao. Unaweza mashekhe mashallahu wamejaa ndani ya madarasa ukaangalia, kuna kina Shekhe Walidi, kuna kina Shekhe Muharram Ziwandra, kuna kina Shekhe Abu Shurem, kuna kina Shekhe Abudi, kuna kina Shekhe Abu Shurem, kuna Shekhe Yusuf Abdi, kuna Shekhe Abu Hamza, mashekhe tele. Kuna kina Habaib Habib Umar, Habib Ali Jufri, kuna kina Hamza Yusuf, kuna kina Naaman, yani mashekhe tele. We lazima ndo kaangalia wavauchi. Mimi mwenyewe tumetaka kuangalia wavauchi na wafa tupu, lakini ukitaka, yani TikTok ni kama TV, ni kama YouTube. Ukitagua channel nzuri utapata mazuri. We follow kila wale wazuri, follow Izuddin, mfollow na mwingine ule ambao kwamba wewe waona wafaidika naye, yule ambaye kwamba wewe waona wafaidika naye mfuate, yule ambao kwamba waona huyu mblock, basi itakuwa kazi rahisi. Huyu anauliza, Sheikh, siku kwa Kiislamu yaanza magharibi ama asri? Siku katika Uislamu yaanza magharibi, ikiingia magharibi ndio imeanza siku. Alasiri ndio yamalizika siku. Ikisha kuingia magharibi imemalizika siku na imeingia siku nyingine. Huyu anayewauliza nyingine sifahamu hapa, wanauliza kwenda hija kwa kutumia jahazi au boti au lazima ndege? Hata kwa baskeli yafaa, uweze wewe tu kwenda. Hilo jahazi halitofika Maka, wafaa ukitaka kwenda kwa punda, ukitaka kwenda kupanda ng'ombe, ukitaka kwenda kwa miguu, khiari yako. Kupanda ndege ni nauli, sikufaa. Ndege ni nauli. Kama wewe utaweza kwenda kwa miguu, bismillah, anza mapema basi. Anza kuanzia sasa. Wataka kwenda kwa baskeli, wataka kwenda kwa magongo, wataka kwenda kwa kututama, wataka kupanda punda, panda ng'ombe, bismillah, kama utakuruhusu ingie naye Maka. Lakini kufaa yafa ni wewe tu uweze kwenda naye. Na huyu ameuliza tena swala mmewa na mwanamume, mumewe kisha akatoka katika Uislamu. Mume akitoka katika Uislamu si mume wako tena, hata akirudi hapo hapo lazima mfungiwe tena ndoa mpya, lakini usimkubali tena mume kama huyo. Angalia ndugu zangu, mtu ni afadhali ambaye
hajamwamini Mwenyezi Mungu ana afadhali mara 100 kuliko alokuwa Muislamu kisha akamkataa Mungu. Huyu ni mbaya sana. Angalia, sisi twafaa, lao mimi kwangu akaja mtu si Muislamu akaniomba sijala nikampa chakula nitapata thawabu, lakini akaja mtu alikuwa Muislamu akaritadi akiniomba chakula sifai kumpa, nikimpa nitapata dhambi. Lao tuko safarini tukawa tuna mtu ameritadi na sisi tuna njaa, twafaa kumfanya barbecue tukala, hana kima. Kuweza na kutoweza ni nyinyi, lakini hana thamani mtu kama huyu. Lao tukiwa na maji hatufai sisi kutayamma mtu kampa yeye anywe, mwate afe. Ni mtu mbaya sana alomuamini Mungu kisha akamkataa. Ni afadhali yule mtu ambaye bado hajamwamini. Mtu kutokuwa Muislamu haimaanishi ni tatizo maadamu hauingilii Uislamu, ni tatizo kwake yeye tu, lakini yule alosilimu kisha akatoka ni tatizo kwake yeye na tatizo kwa Waislamu. Naam, swala inaoswaliwa kupitia ndani ya TV la haifai. Madhhab ya Ahmad bin Hanbal wameruhusu, lakini kwa sharti iwe msikiti uko mbele yake, yeye uko nyuma. Lakini sasa wengine watafuata paka Maka. Bora afadhali uswali peke yako kuliko kwenda ukaifuata TV. Na hasa swala za tarawehe, jamanini tueleweni, tarawehe yafaa kuswaliwa jamaa, lakini si lazima iswaliwe jamaa. Na Mtume aliswali tarawehe nyumbani, hakuswali msikitini. Hii si wapi watu kwamba ni wasendre tena misikitini, lakini wale wasoweza kwenda msikitini wasivundike moyo wakaona wao hawawezi kuiswali majumbani. Tarawehe yafaa kuswaliwa peke yako nyumbani au kwa jamaa nyumbani. Tarawehe haina kwamba ni bora kuswaliwa msikitini, la. Tarawehe ni bora yafaa kuswaliwa jamaa, ni uzuri iswaliwe jamaa, lakini si kwamba ni sharti ya tarawehe lazima iswaliwe jamaa. Naam, nafikiri hapa tumefika kikomo insha Allah taala. Tutarajie insha Allah kesho Mwenyezi Mungu atuweke hai na uzima, na